cars. What do you think? Well, the car that I drive is the Model S Plaid. Which is that one? Wakati hisa za magari ya Tesla zikianza kuongezeka kwa karibu 4% baada ya anguko, rais wa Marekani Donald Trump amezipigia chapuo gari hizo za umeme akinunua kwa ajili ya wafanyakazi wake. Mbali na kununua, rais Trump ametoa onyo kali kwa wote watakaothubutu kushambulia au kuleta vurugu kwenye magari hayo pamoja na maduka yake, akisema kuwa itahesabika kama ugaidi, hivyo wahusika watakiona cha mtema kuni. Hatua hiyo inatajwa kuwa sehemu ya kumunga mkono tajiri Elon Musk ambaye ni mshirika wake wa karibu zaidi. Musk kwa sasa anaongoza idara ya ufanisi wa serikali ya Trump inayojulikana kama DOGE. Ukifanya hivyo kwa Tesla au kwa kampuni yoyote, tutakukamata na utapitia mateso makali, Trump ameongeza kwa mujibu wa tovuti ya Indian Today. Mwisho wa kunukuu. Msemaji wa ikulu ya Marekani Harrison Fields amesema mashambulizi yanayoendelea dhidi ya Tesla yanayofanywa na wanaharakati wa mrengo wa kushoto wenye msimamo mkali ni ugaidi wa ndani. Katika maandamano ya hivi karibuni, watu takriban 350 walikusanyika nje ya duka la Tesla huko Portland, Oregon nchini Marekani, huku wengine 9 wakikamatwa katika maandamano ya New York mapema Machi mwaka huu. Pia kumekuwa na ripoti za vyombo vya habari kuhusu uharibifu wa magari na maduka ya Tesla ambayo kwa sasa uchunguzi unaendelea. Kikundi kinachosema kinaandaa maandamano ya Tesla Takedown kilijibu kupitia mtandao wa kijamii wa Blue Sky kikisema kuwa maandamano yao ni ya amani na yanapinga vurugu hizo. Rais Trump alitangaza ununuzi wa Tesla Model S ambayo huanza kuuzwa kwa karibu $80,000 kama ishara ya kumunga mkono Elon Musk. Aidha, kwa mujibu wa Reuters, Trump amesema vurugu dhidi ya maduka ya Tesla zitaorodheshwa kama ugaidi wa ndani na wahusika watapitia mateso makali. Namnuku, wanaharibu kampuni kubwa ya Marekani, Trump amesema akiwa ikulu, huku karibu yake kukiwa na magari kadhaa ya Tesla yaliyokuwa yamepangwa kwenye barabara kati ya jumba la ikulu na lawn ya kusini. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.